Ama baada ya kumtaka msaada Allah tabaraka wa taala na kumtakia wingi wa rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumo ndani ya mwezi wa Ramadhani. Leo kwa usiku huu, kwa munasaba wa mwezi wetu, ni usiku wa 8. Kwa maana hiyo 10 la mwanzo linakwenda kukatika, lakini Ramadhani ni ibada kwa masiku 30. Masiku haya 30 kuna wiki 4, kuna masaa 720, kuna dakika 1043,200, lakini kuna sekunde 2,282,082 za mja wa Allah ambaye akiamua kuwa kwa Mola wake kufanya ibada atakuwa yumo katika hali ya ibada ndani ya hayo masaa 720. Lakini mwenye miaka 40 akizikusanya Ramadhani zake zote atajikuta anazo siku 750 za ibada ndani ya siku 14,400, ambazo akigawanya Ramadhani yake hiyo yenye hayo masiku atajikuta anayo miaka 2 na masiku kadhaa aliyokuwa akifanya ibada kwa Allah tabaraka wa taala. Na kama maisha yake aliyajalia yeye ni kufanya ibada Ramadhani tu, maana yake ibada yake kwa Allah tabaraka wa taala ataonekana katika hesabu ya Allah ana umri wa miaka 2 ya kiibada, ambayo ndiyo yenye quality mbele ya Mola wake anayefahamu. Hii mingine anakuwa hajulikani ndani ya daftari la Allah tabaraka wa taala, kwa sababu Allah ametuleta sisi waja, kwa maana sisi wote ni waja wa Allah tabaraka wa taala. Na waja wa Allah kwenye ibada zimegawanyika makundi matatu. Ibada ziko al-ma'murati, kuna ibada zilizoamrishwa, na kuna ibada al-manhiyati, kuna ibada zilizokatazwa lau kama ni ibada, na kuna ibada al-mubahatu, ziko ibada ambazo ni halali kuzifanya na wala si haramu. Haupati dhambi usipozifanya, na ukizifanya unaandikiwa thawabu. Lakini waja wa Allah hawa wanaoitwa abdu, nao wamegawanyika ndani ya makundi makuu mawili. Kuna abdu shari'i, kuna mja anayetambulika kisheria anaitwa Abdullah, mja wa Allah kisheria, kwa maana ya kwamba ndani ya kitabu cha Allah kwenye maelekezo ya Allah anaonekana, huyu anaitwa abdu shari'i. Lakini kuna abdul kauniya, kuna mja tu akaitwa mja kwa sababu ya kuwepo kwake kwa ubinadamu wake, yeye ni mja wa Allah hata kama amwabudii Allah, yeye anaitwa Abdullah. Sasa sisi Waislamu, saumu mwisho wa aya inatutaka tuwe wacha Mungu, kwa maana ya kuhama kwenye daraja la Uislamu uwe mu'min, utoke kwenye imani uwe muhsin, utoke kwenye muhsin uwe taqi, sio ubaki kwenye daraja la Uislamu, kwa sababu hakuna pepo ya Waislamu. Hakuna mahala Qur'ani inasema Waislamu wameahidiwa pepo.
Hakuna mahala aliyeslimu anaamini, kwa sababu aliyeslimu ni kama vile unakuwa ni mateka, umelazimishwa, umefungwa na kamba, lakini bado huamini unaokaa nao. Ndio maana Qur'ani ikawaambia Waarabu mapema kule. Waarabu waliwahi kusema wao wameamini. Allah akamwambia mtume awaambie, qul lam tu'minu, waambie hao hawajaamini, bal qulu aslamna, lakini waambie wao wamesilimu. Walamma yadkhulul imani fi qulubihim, kwa sababu imani haijaingia ndani ya nyoyo zao. Kwa hiyo kuwa Muislamu sio kigezo cha wewe kusema utakwenda peponi bila matendo. Na wengi wetu tumebaki kwenye levo ya Uislamu. Kuna kipindi kifupi tu kama hiki cha mwezi wa Ramadhani, huwa tunawaona wanaoitwa kufunga, na sisi kwa imani tunaingia kwenda kufunga, lakini baada ya hapo huwa tunaiacha imani, tunarudi kwenye Uislamu wetu kule tulikotoka, tunaendelea hivyo hivyo. Hii ni taarifu ya maudhui ninayokuja nayo kwa leo. Nimeanza kuisoma aya ya 135 iliyomo ndani ya sura ya 3, suratu Al-Imran. Allah tabaraka wa taala anasema, walladhina idha fa'alu fahishatan, na wale ambao wanapofanya machafu, kwa maana ya madhambi, matendo asiyoyakubali Allah tabaraka wa taala, au dhalamu anfusahum, au wakazidhulumu nafsi zao kwa kufanya shirki, kwa maana ya kuchanganya halali na haramu, dhakarullaha, huwa wanamkumbuka Allah tabaraka wa taala. Yani maana yake, kama sisi tulivyo leo tumeishi nje ya twaa ya Allah, kuna baadhi ya mambo tulikuwa tunafurutu ada, tunavuka mipaka, tunaacha kutekeleza aliyotuamrisha Allah, tumechanganya mabaya na mazuri. Halafu ilipoingia Ramadhani, tumemkumbuka Allah tabaraka wa taala kwamba yeye anastahiki kuabudiwa ndani ya muda wote, tukarejea kwa Allah. Halafu kauli yetu kutwa nzima, kila baada ya swala tunayo maneno, tunasema ashhadu an la ilaha illa Allah, astaghfirullah, nas'aluka aljannata wa na'udhu bika minan nar. Kama maneno haya yanatoka katika sakafu ya moyo, kwa maana ya kwamba tumerejea kwa Allah, maana yake tumemkumbuka Allah tabaraka wa taala. Na kama kuna kauli watu wanauliza, hii ashhadu an la ilaha illa Allah, astaghfirullah, nas'aluka aljannata ilahi wa na'udhu bika minan nar, ni maneno ya nani? Sio nasema ni maneno ya watu, lakini watu walimkoti Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema ndani ya Ramadhani watu wazidishe sana kuleta kalima ya la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah, watu wazidishe sana kuleta istighfari, watu wazidishe sana kuomba pepo, na watu wazidishe sana kuomba wajikinge na moto. Sasa kinachogomba ni kaifia, ni namna gani haya maneno yanatumika kwa wale wanayoyatumia. Hawa waliyakusanya maneno yote haya yanayotakiwa kusemwa ndani ya mwezi wa Ramadhani, wakayaweka kwenye mfumo. Matokeo yake sisi tukimaliza swala tunasema hivyo. Sasa maana yake tunamkumbuka Allah. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam akimuapa Allah tabaraka wa taala, anasema, lau kama nyinyi msingelikuwa ni wafanyaji wa madhambi, la dhahaba Allahu taala bikum, angekuondoeni Allah tabaraka wa taala, wala jau biqaumin, kisha angeleta kaumu nyingine, yudhnibuna, ya watu wenye kufanya madhambi,
fayastaghfiruna Allah, kisha wakishafanya madhambi yao wanamuomba msamaha Mola wao, fayaghfiru lahum, kisha Allah tabaraka wa taala anawasamehe. Yani huenda kuwepo kwako wewe ili Allah asiwe ametuondoa sisi ni kwa sababu tuna tabia ya kufanya dhambi, lakini baada ya kufanya dhambi tabia nyingine tuwe tuna tabia ya kuomba istighfari. Sasa wewe unayefanya madhambi halafu hutafuti fursa ya kuomba msamaha, jua ya kwamba unatengeneza sababu ya Allah tabaraka wa taala kutaka kutuondoa sisi wote, kwa sababu kama anasema yeye mtume kwamba kama tusingekuwa tunafanya madhambi Allah angetuondoa, kisha angeleta watu wanaofanya madhambi kisha wamuombe Allah msamaha. Katika hadithi rawa Imam Muslim kadha min hadithi Anas radiyallahu anhu, sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqul, anasema yeye alimsikia mtume akisema, inna Allaha yaqulu, hakika Allah tabaraka wa taala anasema, inni la ahammu bi'adhabi ahli al-ardi, mimi huwa ninapupia kuadhibu watu wa duniani, fa idha nadhartu ila ammari buyuti, lakini pale tu ninapotazama wale waja wangu wanaofanya umra katika nyumba yangu, wa ila almutahabina fiya, na katika wale wanaopendana kwa ajili yangu, wa ila almutahajjina fiya, na katika wale ambao wanaofanya juhudi kwa ajili yangu, walmustaghfirina bil ashari, na wale ambao wanaomba msamaha wakati wa usiku, saraftu anhum adhabi, huwa naondosha juu yao adhabu yangu. Mahalu shahid napopakusudia ni hapa mwisho, walmustaghfirina bil ashari, Allah huondoa adhabu yake kwa waja kwa sababu ya kuwaona waja ambao wako wanaofanya tahajudi, wako wanaokwenda kufanya umra, wako ambao wanapendana kwa ajili ya Allah, lakini wengine wako wanaomba msamaha wakati wa usiku. Akiona hali hii, Allah huwa anaiondosha adhabu yake juu ya waja wake. Wewe ambaye umefanya madhambi, hujawahi kukaa kufanya istighfari tabaraka wa taala, kisha akasema walam yusirru ala ma faalu, kisha hawaendelei baada ya kuyajua madhambi yao na makosa yao wakayaombea msamaha, huwa hawaendelei na yale waliokuwa wakiyafanya. Yani unakuja Ramadhani unamwambia Mola wako, ashhadu an la ilaha illa Allah astaghfirullah nas'aluka aljannata wa na'udhu bika minan nari. Baada ya Ramadhani unatoka nje ya Uislamu, unatoka nje ya utaratibu wa Allah. Ramadhani ikiisha unarudi kwenye wala kulazimishwa, ukasema Mola wangu, mimi mja wako mkosefu wa kadha 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 kadha, naomba unisamehe. Lini? Ikiwa unamkumbuka mwalimu wako wa shule ya msingi darasa la kwanza, nadhani madhambi yako mengi unayakumbuka. Na funga ya Ramadhani, hivi ni misingi ya dini, lakini ukivifanya hakuna tangazo kwamba Allah amesema anafurahishwa na wewe kufanya haya. Lakini ukitubia Allah anafurahi. Ni lini wewe uliwahi kumsurprise Mola wako kama unavyomsurprise mwanao au mkeo, kwamba leo ifikie mahala kwa mwezi huu wa Ramadhani, ndani ya hii Ramadhani uweke azma ndani ya moyo wako kwamba sasa namsurprise, namfanyia surprise Allah
kwamba mimi kama mimi dhambi zangu sifanyi tena. Kwa lengo gani? Nataka Allah afurahi. Nani ambaye ameweka azma hiyo? Jamani, hamna aliyeweka azma hiyo.